Habari hii inatokea mkoani Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Benki ya CRDB imefungua tawi lake katika mpaka unaozitenganisha nchi ya Tanzania na Kenya Namanga, yakiwa ni mafanikio ya jitihada zilizofanywa na Jumuiya ya Afrika ya Mashariki ya kuondoa vikwazo vya kibiashara baina ya nchi wanachama, hali iliyopelekea benki hiyo kuvutiwa zaidi kufanya uwekezaji huo. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa tawi hilo la benki ya CRDB katika mpaka wa Namanga, Amos Makala ambaye ni mkuu wa mkoa wa Arusha amesema kwamba uwepo wa benki hiyo katika maeneo ya mipakani una mchango mkubwa wa kuimarisha mahusiano ya kibiashara kati ya nchi jirani na kupunguza uhalifu. Shukuru Mwenyezi Mungu wa kutuwezesha kukutana hapa leo katika tukio hili la kihistoria la uzinduzi wa tawi jipya la benki ya CRDB hapa Namanga katika wilaya ya Longido. Tukio hili lina maana kubwa sana, sio tu kwa wananchi wa Namanga bali kwa taifa zima kwa ujumla. Nawashukuru viongozi wa CRDB kwa heshima kubwa mlionipa ya kuwa mgeni rasmi katika hafla hii. Nafahamu kwamba tukio hili linakuja wakati benki yenu pendwa na sisi wote benki yetu tukiadhimisha miaka 30 ya safari yake ya mafanikio. Kwa niaba ya serikali na wananchi wote, kutoa pongezi za dhati kwa bodi na management na wafanyakazi na wanahisa wa benki ya CRDB kwa mchango wenu mkubwa katika maendeleo ya mkoa wetu wa Arusha na taifa letu. Uamuzi wa benki ya CRDB kufungua tawi hili ni uthibitisho kuwa hata maeneo yanayoonekana yapo pembezoni sasa yamekuwa kitovu cha maendeleo na sehemu ya ajenda kubwa ya kujenga taifa lenye ujumuishi wa kweli wa kifedha. Naye mkurugenzi wa wateja wadogo na wakati wa benki ya CRDB amesema kwamba ufunguzi wa tawi katika mji wa Namanga ni sehemu ya utekelezaji wa mikakati mipana ya benki hiyo ya kuisaidia serikali kupeleka huduma karibu na wananchi. Na hivi sasa mpaka tunavyozindua tawi hili la leo la Namanga, benki ya CRDB inasherehekea miaka 30 tukiwa tuna matawi 268. Kwa hiyo popote ambako tunajua kuna Watanzania wenzetu wapo, benki ya CRDB inaweza kuwafikia mpaka pale walipo. Kuonyesha pia kwamba kila sehemu benki ya CRDB inazidi kufungua mipaka yake. Miaka miwili iliyopita benki ya CRDB pia ilifungua operation zake nchini DRC Congo. Kwa hiyo pia ni benki ya kwanza ya Tanzania ambayo imekwenda nchi nyingine ya Congo. Kwa hiyo sasa hivi ukitoka hapa ukiwa unakwenda Burundi, unakwenda Congo, huna haja ya kubeba pesa taslimu. Tembea na Tembo kadi yako, benki ya CRDB utaikuta kule, utaendelea kufanya miamala yako. Lakini pia mgeni rasmi, ni benki ambayo ina kampuni tanzu ya insurance inaitwa CRDB Bank Insurance. Kwa hiyo tunajua kabisa usumbufu ulipo kwenye biashara zile za bima. Kwetu sisi kwa kupitia kitengo cha Bank Assurance tuna uwezo wa kutoa huduma za bima kwa wateja wetu kwenye kutoa cover zote za bima. Kikubwa kabisa ndani ya CRDB, cha kwanza ni zile huduma ambazo una uwezo wa kuzipata nje ya matawi yetu. Tuna mawakala wako zaidi ya 30,000 nchi nzima. Huduma hii inaitwa sim banking. Ni huduma ambayo inakufanya uweze kuifikia akaunti yako wakati wowote popote ulipo, lakini pia ni njia ambayo inakupatia uhakika wa kujua hela zako ziko salama na pale utakapozihitaji una uwezo wa kuzifikia. Tuna huduma ya internet banking, pia inatusaidia sisi kama benki ya CRDB kuambia wateja wetu kama ni kampuni unataka kulipa mishahara ya wafanyakazi wako, huna haja ya kuja kwenye tawi la benki. Una uwezo wa kulipa mishahara ya wafanyakazi, una uwezo wa kufanya malipo ya watu ambao unafanya nao biashara na kupunguza matumizi. Mwanzoni tulikuwa tunaona watu wengi wanachukua cheki, lakini sasa hivi matumizi hayo yamepungua sana kwa sababu benki ya CRDB ni benki inayoendeshwa kidijitali, na hivyo imeweza kuonyesha kwamba lazima tuweze kuautomate huduma hizo na wateja wetu waweze kuzifikia fedha zao na kufanya malipo bila kutembelea matawi
yetu. Baadhi ya wananchi wanasema kwamba hatua ya taasisi za kifedha kusogeza huduma katika maeneo ya mipakani ikiwemo katika mpaka wa Namanga itaongeza upatikanaji wa huduma za kifedha na kuimarisha biashara kati ya Tanzania na nchi ya Kenya. Mimi naitwa Daniel Lukumai, mkazi wa Namanga. Kwa kweli ni nzuri sana, tunashukuru kwa sababu hii fursa ni kubwa sana katika watu wa Namanga na pamoja na watu wa jirani wa Kenya. Maana tutakuwa tutapata huduma karibu sana kuliko ile kwenda mbali benki kule juu, mara unakutana na changamoto. Nashukuru, ni jambo la kushukuru sana wakati tumepata fursa hapa karibu na Namanga. Kwa kweli ni wananchi kweli watapata uchumi sana, maana hapa ni mlango la biashara. Maana tuko na customer hapa, wageni wanaingia hapa na wageni pia tutakuwa naingiza hela zao hapa. Kwa hiyo ni fursa kubwa sana. Kwa jina naitwa Esupati Ngulupa, ni mteja wa benki ya CRDB na nimefurahishwa na kitendo jambo letu la leo la kufungua taasisi ya CRDB na branch hii katika wilaya yetu ya Longido. Muda mrefu tumekuwa hatuna branch ya CRDB, lakini kwa sasa tumepata branch na tunaona ni fursa kwa watu wote, ni fursa kwa Watanzania, lakini pia ni fursa kwa majirani zetu wa Kenya ambao mara nyingi wanapenda kuja kusherekea sikukuu mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania, na hiyo ni fursa. Kwa hiyo mimi ni furaha kubwa, na pia kuna kitengo ambacho wanatoa fedha kwa vijana na wanawake inayoitwa Imbeju. Najua hiyo tiba yake ni nafuu kwa wakina mama, hasa wakina mama ambao ni wajasiriamali wadogo wanaouza shanga hapa mpakani. Wanapata fursa nyingi hizo, hata kuchange fedha pale anapokutana na mtalii ambaye ni wa kigeni. Akipata fedha za kigeni ni rahisi kwake kuja hapa na kuchange fedha zake na kupata fedha za Kitanzania. Kabla ya hapo wengine hata hatakuwa na akaunti ya CRDB. Tulikuwa tunatumia benki moja tu, NMB. Na pale ambapo utakuta shule nyingine inataka ulipe kwa namba ya CRDB, inakuwa ni changamoto. Lakini kwa sasa tuna mabenki zaidi ya moja. Ni fursa kubwa kwetu sisi, kwa sababu kama mwanao anasoma shule ambayo wanatumia CRDB, inakuwa ni rahisi wewe kulipa ada kwa kutumia akaunti ile. Kwa hiyo tumefurahi, ni fursa kubwa kwetu sisi watu wa Longido, wilaya Longido pamoja na nchi ya jirani. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.